Tunapozungumzia mambo ya kiufundi ya ndani ya uwanja hapa, tunazungumzia kocha ama mwalimu ambaye anaiandaa timu kiufundi zaidi iende kwenye mapambano katika mchezo husika. Na hapa tunaye Chido Jeremiah, miongoni mwa makocha ambaye ana CV kwa namna moja ama nyingine. Amepita kwenye timu ya vijana watoto ya chini ya umri wa miaka 20 ya Dodoma Jiji na kuweza kufanya makubwa. Yeye ndiye amepewa dhamana ya kuongoza chama hichi cha mafundi kwenye mashindano haya ya Swahiba Mjenzi Cup. Ngoja tukasikie pia wachezaji kwa jinsi ambavyo wamewaona na maandalizi pia yatakuwa vipi kiufundi zaidi kuelekea hiyo siku ya tarehe 20. Chido, mambo vipi? Poa sana. Na nafikiri imekuwa fahari na nashukuru kwa sababu wameniamini na wameona na kitu naweza kuofa. Tofauti na zile timu zingine ambazo unazikuta zikiwa tayari, hizi ni timu ambazo hawafanyi mazoezi mara kwa mara. Kwa hiyo jinsi ya kuziandaa timu hizi, maandalizi yake yanakuwa tofauti. Lakini mpira ni sio mchezo wa kuchukua muda mrefu sana kumuona mchezaji anafanya vizuri. Kwa hiyo imechukua muda mfupi kujua. Kuna wachezaji wengine of course wanahitaji muda zaidi, lakini kwa sababu tunaenda kwenye mashindano, kwa hiyo unachukua wale wachezaji ambao wako tayari zaidi. Kimsingi wachezaji wapo wazuri ambao wanacheza vizuri, na hata wengine wameni surprise, wanafanya vitu ambavyo unamuelekeza mara moja na anafanya vile vile. Unajiuliza huyu mtu anafanya mazoezi wakati gani na muda gani. Lakini kwangu mashindano kama ni fursa ya kipekee sana kwa maana ya mahusiano ya jamii ambazo za wafanyakazi wa kazi kama hizo wanazozifanya, kwa sababu watu kama muda mwingi wanakuwa busy kufanya vitu vyao. Kila mtu yuko site, kila mtu yuko eneo lingine. Mwingine ni anasafiri mara kwa mara. Watu hao ni ngumu sana kuwapata hata misibani. Ni ngumu sana kuwapata hata kwenye shughuli zetu za kila siku kwa sababu ya zile shughuli walizonazo. Lakini kwa mashindano kama haya unapata nafasi ya kuwaunganisha, kuwaleta pamoja. Na hata nilivyoambiwa mimi kuja kufundisha haikunifanya nijifikirie mara mbili, kwa sababu kwanza niliona ni heshima kuaminiwa kuja kufundisha watu kama hao, lakini niliona ni heshima pia kuja kufundisha watu ambao kimsingi ni kama jamii haiwatambui vizuri. Kwa jinsi ambavyo umeona wachezaji mazoezini, tunategemea kitu gani kikubwa zaidi cha kiufundi, ama tukupe muda ama jinsi ulivyoona ukasema yes, wana wachezaji ambao wanaweza wakafanya kitu kwa jicho lako la kitaalamu kama mwalimu? Hapana, haihitaji hata ufundi. Kimsingi nimegundua labda kikubwa nilichokuwa nakuja kutafuta ni kujua position, huyu acheze namba ngapi, huyu acheze namba ngapi. Lakini kuna wachezaji ambao wako tayari kabisa, hata mashindano yangekuwa sasa hivi wangeenda kucheza na wangefanya vizuri. Mimi naamini kabisa mafundi watawa surprise sana watu, kwa sababu tafsiri ya mafundi inachoonekana sio mafundi tu wa ujezi na kupaka rangi, lakini imeonekana pia kumbe wana ufundi pia uwanjani. Kwa hiyo mimi naamini wataenda kusurprise watu wengi sana. Watu wengi watashangaa jinsi watakavyocheza. Wana wachezaji wengi ambao wana talent, wachezaji wengi ambao wanapokea maelezo kwa haraka, na nafikiri utakuwa mchezo mzuri, na 100% najua tunaenda kushinda. Mimi na timu yangu najua tunaenda kushinda.